Baada ya kila kipindi cha habari, tunakuletea tahariri inayowasilisha mtazamo wa Afrika kuhusu matukio mbalimbali yanayoendelea duniani. Kombe la dunia la FIFA mwaka 2026 limefikia tamati kwa mafanikio makubwa, likiacha kumbukumbu za ushindani wa hali ya juu, mshikamano wa mataifa na burudani iliyowavutia mabilioni ya mashabiki duniani. Maandalizi ya uandaaji, ubora wa viwanja, usimamizi wa mashindano na kiwango cha ushindani vilionyesha kwamba soka linaendelea kuwa mchezo unaounganisha dunia. Tunapongeza FIFA, nchi waandaaji, waamuzi, wachezaji na mashabiki wote kwa kufanikisha mashindano haya yaliyokuwa ya kuvutia kutoka mechi ya ufunguzi hadi fainali. Tunatoa pongezi za pekee kwa Uhispania kwa kutoa ubingwa wa dunia kwa mara ya pili katika historia yake. Ilionyesha mchezo wa hali ya juu na kupendeza mno. Safari ya Uhispania ilikuwa safari ya kuvutia iliyodhihirisha nidhamu, ubora wa kiufundi na uthabiti katika kila hatua ya mashindano. Ushindi wao dhidi ya mabingwa watetezi Argentina katika fainali ni ushahidi kuwa walistahili kabisa kulinyakua taji hilo. Kwa upande wa Afrika, bara letu lilijivunia kushuhudia mataifa 10 yakipeperusha bendera yake katika mashindano haya: Morocco, Senegal, Misri, Ghana, Algeria, Afrika Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Cape Verde, Ivory Coast na Tunisia. Zote zilipambana kwa moyo wa uzalendo na kuonyesha kuwa soka la Afrika linaendelea kupiga hatua kubwa katika ulingo wa kimataifa. Ingawa kuna timu iliyofanikiwa kufika hatua ya nusu fainali, kila moja ilitoa mchango wake katika kuifanya Afrika iheshimike katika jukwaa la dunia. Tunatoa hoja kwa mashirikisho kujiandaa vilivyo katika michuano ya mabingwa wa Afrika AFCON yajayo mwaka ujao nchini Kenya, Uganda na Tanzania. Nairobi, Kampala na Dodoma zinasubiri kwa hamu kuona viwango vya juu vya ushindani. Pongezi za kipekee zinastahili kuelekezwa kwa Cape Verde. Taifa hilo ambalo ni miongoni mwa madogo katika soka la Afrika lilionyesha ujasiri, nidhamu na ari ya kupambana dhidi ya vigogo wa dunia. Liliwapa mashabiki wa soka sababu ya kuamini kuwa ukubwa wa taifa si kigezo cha mafanikio, bali maandalizi, kujituma na kujiamini. Cape Verde imekuwa mfano wa kuigwa na chanzo cha matumaini kwa mataifa mengine ya Afrika. Hata hivyo, matokeo ya mashindano haya yanapaswa kuwa somo kwa bara letu. Afrika ina vipaji vya kutosha vya kushindania ubingwa wa dunia, lakini bado inahitaji uwekezaji mkubwa katika maendeleo ya vijana, miundombinu ya michezo, ligi za ndani, elimu ya ukocha na maandalizi ya muda mrefu. Ni wakati wa kujenga mifumo imara itakayowezesha timu zetu kushindana si kwa kushiriki tu, bali kwa kufikia hatua za mwisho na hatimaye kutoa kombe la dunia. Tunaposhusha pazia la mikiki ya matangazo yetu ya kombe la dunia mwaka 2026, tunawashukuru kwa dhati wasikilizaji wetu wote wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Afrika kwa kuwa nasi katika kila hatua ya safari hii. Asanteni sana kwa kufuatilia matangazo yetu, uchambuzi wetu na taarifa zetu za kila siku, tangu mechi za ufunguzi hadi fainali. Uaminifu na ushirikiano wetu ndivyo vilivyotupa nguvu ya kuendelea kuwahudumia kwa uweledi. Kwa niaba ya timu yetu yote, tunawashukuru sana na tunaahidi kuendelea kuwaletea matangazo bora zaidi katika matukio mengine makubwa ya michezo duniani. Asanteni sana na tuendelee kuamini kwamba siku moja Afrika nayo itainua kombe la dunia.